Haya, tuelekee kwake Faisal Abdurrahman kutoka kaunti ya Mandera, ambapo anasema kwamba jamii zinazoishi katika kaunti hiyo zimekumbatia kilimo cha lishe ya mifugo ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wafugaji kutoka kaunti ya Mandera ambao kihistoria wanategemea malisho ya asili wamekumbana na changamoto kubwa kutokana na vipindi virefu vya ukame vinavyosababisha upungufu wa nyasi ya mifugo wao. Na ili kukabiliana na hali hii, wafugaji hao wameanzisha kilimo cha lishe kwa kupanda aina za nyasi zinazostahimili ukame kama vile nyasi ya Sudan. Tunapanda nyasi ya kikundi ya group. Hiyo nyasi ukimea tunavuna, tunapelekea store. Tukipelekea store tukana reserve and then tukae kama 1 year 2 year drought ikikuja, ukame ikikuja, hiyo mvugo yetu wanakula. Ile nyingine jirani yetu ambaye ala sub counties like Lafi sub county, Arabia sub county tunasaidia. Hata wengine wanakuja wananunulia sisi, alafu tunapea pesa, tunapata hiyo pesa, alafu hiyo pesa tunatumia na shule, watoto tunalipia na shule secondary ama kitu kama hiyo. Sisi ile nyasi sisi tumepanda, tumefaidika. Tumefaidika. Ile sisi tumefungwa, ile nyingine napatia ng'ombe, ile nyingine nawekwa, tumepatia deresi yetu jirani. Mashirika yasiyo ya serikali katika eneo hilo kama vile Rasida, mpango wa Boresha, yamekuwa na mchango mkubwa kwa kutoa mafunzo na mbegu za nyasi. Hii nyasi pia imetusaidia sana katika nchi maisha zetu, kwa sababu hii nyasi pia tunauza, wanyama ndio inakula sana, hata upande mwingine tuna store. Actually, we have active farmers, 550 active farmers along riverine areas. In Mandera County, the 6 sub-counties, out of the 6 sub-counties, we have 3 sub-counties who are now bordering the riverine areas. In these riverine areas, our river is a seasonal river that flows for 9 months. And we are here to train our farmers, our fodder farmers, in support of Boresha. Vile vile, serikali ya kaunti ya Mandera imesema itaendelea kuwaunga mkono wakulima kwa kuanzisha mbinu mpya za kuboresha uzalishaji wa lishe na mifugo. The purpose of this was to increase their fodder production and productivity, diversify their income, as well as increasing the chances of resilience in this community. Baada ya mto Dawa kunyauka pamoja na uhaba mkubwa wa malisho na maji, wakulima wa eneo hilo wana matumaini ya kupata lishe zaidi kwa mfugo wao kupitia mbinu hii mpya ya kilimo.